Hizi ni ripoti za 7 Media. Mimi naitwa Mikidadi na leo nipo katika mtaa wa Makuka, kata ya Mbagala Kuu. Kikubwa hasa ambacho kimenileta huku ni juu ya kero ambayo wanapitia wananchi hawa wa Makuka, ambayo inatokana na majitaka. Majitaka haya yamesababishwa kuwepo na machinjo ambayo yako hapa. Machinjo haya ni maarufu sana kwa jina la Sabasaba Machinjoni. Leo 7 Media tumekuja kuzungumza na wananchi. Je, wanazungumziaje kero hii? Lakini pia mmiliki wa machinjo haya ana yapi ya kusema? Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile 7 Media kwa taarifa zaidi. Kwa majina yangu naitwa Shabani Muhammad Nyambi. Ni mkazi wa Sabasaba Machinjioni, mtaa wa Makuka. Mtaa wa Makuka. Shabani, kero hii ina muda gani sasa mpaka hapa ambapo imefikia? Kero ni mwaka tangu tuanze kulifuatilia hili swala. Ni mwaka sasa hivi. Ila huku mimi na miaka 7 tangu kuanza kuishi huku. Kwa maana kwa mara ya kwanza kabisa ilikuwa mazingira ni salama kabisa, ila kwa sasa ndo kuna changamoto. Mara kwanza ilikuwa ni sahihi kabisa kwa mfumo uliokuwepo mara kwanza, lakini kwa sasa hivi haipo sawa. Unaweza kutuelezea kwa ufupi tangu chanzo cha yote haya mpaka sasa? Chanzo kwa kifupi, yani baada ya tu ya kubadilika kwa uongozi na mazingira ndio yamebadilika kama hivi. Kwa sababu uongozi wa mwanzo ulikuwa ni sahihi, mtaro ulikuwa unamwaga maji vizuri, lakini sasa hivi au mwagi yanapita kwenye makazi ya watu. Kuna kuaga na zile siku za usafi ambazo zinafanyika mtaa kwa mtaa. Zile waga wanazitumia pia kuna kusafisha? Hapana, kwa kweli tunavyoishi huku kwa mazingira hayo hakuna. Sana wajumbe wa huku watakuja tu kudai pesa za ulinzi. Basi hakuna, kwa sababu tushaenda mara kibao kuambia, hakuna kinachokuja kufanyika. Kwamba jambo hili mwishowahi kulipeleka pia kwenye uongozi wa serikali ya mtaa na mapokezi yao yalikuwaje? Tumeenda mara kadhaa, lakini bado kila siku tukienda tunaambiwa kesho, baadaye tunakuja, kesho, baadaye. Ndio majibu yanayotoka kila siku. Kama wananchi sasa, ni hatua gani sasa ambazo huwa mnazichukua ili kuweza kuepukana na hii hali? Hatua, kwa kuwa si ni wananchi tu wa kawaida, tulianza kwanza hapo serikali za mitaa, lakini hapo msaada tukakosa. Tulienda di kata nako msaada tumekosa. Na maombi yenu sasa kwa serikali ya mtaa na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ujumla? Ombi letu ikiwezekana urekebishwe mtaro, yani mazingira kwa ujumla. Kwa sababu jinsi tunavyoishi hapa, unaona mwenye mazingira yanavyokuwa, kama vile watoto wetu wanacheza pale, wanakanyaga hayo maji, unaona. Sasa wanapokuwa wanakanyaga maradhi. Ombi letu kubwa ikiwezekana hapa pafanyiwe marekebisho. Kama itawezekana, kama haiwezekani tujue watu tunafanyaje. Na usalama wa kiafya za kwenu, labda kuna mtoto ama wewe mwenyewe pia ulishawahi kuugua kutokana na hii changamoto? Mimi ndani ya wiki moja tu nishawahi kuugua. Nimeugua mimi, kaugua mke wangu. Mimi na mkazi wa hapa kwa muda wa miaka 10. Miaka 10? Na changamoto hii ipo hapa tangu muda gani? Tangu mimi nimehamia hapa, yani najenga, changamoto hii ipo hapa. Na mlishawahi kulifikisha jambo hili kwenye serikali ya mtaa ama sehemu yote ile ili kuweza kupata msaada zaidi? Jambo hili tumeshapeleka kwa mjumbe, tukapeleka serikali ya mitaa, lakini jambo hili wakasema tunakuja kurekebisha, itakaa sawa. Tukaambia sawa, hamna shida. Lakini utekelezaji umekuwa hafifu. Utekelezaji ulivyotekelezwa sivyo ndivyo tulivyotaka sisi. Na chanzo hasa cha maji haya ni nini? Kwa sababu awamu ya kwanza inasemekana kwamba mazingira yalikuwa mazuri. Sasa hivi chanzo hasa ni nini? Ni mvua ama miundombinu ya machinjo hii haijawa sawa? Sio chanzo miundombinu, yani chanzo ni miundombinu wenyewe kule juu. Kwa sababu mara kwanza mifereji hii ulikuwa wazi, huu mtaro ulikuwa unapitisha maji ya kufanya nini? Ya kupeleka juu. Walivyofikia mabomba ndio chanzo cha miundombinu kuharibika kama hivi. Na tushaambia mara kuambia, lakini wanatuona hatuelezi kitu chochote. Nawaambia hata kesho tutakuja kufanya jambo hili, hawaji.
Kwa hiyo sisi tulichokuwa tunakiomba warekebishe, mazingira haya sio sahihi kwa wanadamu kuishi kama hivi. Ni athari gani za kiafya ambazo nyewe mnapitia? Athari nyingi. Kwa sababu gani? Nzi wa kijani wanatua. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi siwezi kutenga chakula nje hapa au kumleta mgeni wa aina yoyote kwa hapa, kwa mazingira yaliyokuepo haya. Hakuna mgeni yoyote atakayefika hapa akaangalia akasema mazingira hayapo sahihi. Hayapo sahihi kiafya, hata kwa watoto, na manzi ya kijani kila mara amejaa humu. Je, kuna usalama hapo? Ni takribani unasema takribani muda gani hili? Takribani mimi tangu hapa nahamia mpaka sasa hivi na miaka 10. Maji yalikuwa yanapita natembea kwenye mfereji huo. Mfereji wa enzi hizo upo wazi. Kwa hiyo maji yote yalikuwa yanatoka juu yanatembea yanafanya nini? Yanaenda juu. Baada ya muda tukaambia jamani, huu mfereji tunatakiwa mfukie uwe na makalavati juu. Tukaongea na mwenyewe kabla hajafa. Wakatuambia sawa, hilo swala tutalitekeleza. Walivyotuambia hivyo basi ikabidi tutulie tusubirie jambo kutekelezwa. Kutekelezwa, Mungu si asumani, yule mtu akaja akafariki. Alivyofariki mazingira akasema bwana, mimi mazingira namwachia. Kuna ndugu yangu ambaye aliachiwa mazingira akashuka kutoka kule juu akaja paka hapa, bwana njoo tuongee, kwa sababu kakaangu aliacha 1 2 3 ili tujue tunakubaliana vipi tutengeneze nini mtalo. Tukaambia sawa, sisi hatuna nini, hatuna shida. Sisi tunachotaka mazingira yawe salama kwetu na kwa watoto wetu. Okay, na ina maana sasa hivi kama wananchi wa mtaa huu muda gani ulikuwa wa mwisho kufanya mazungumzo nao mpaka sasa uko na ukimya wa muda gani? Yaani ukimya hapa ni juzi tu, wiki iliyopita tumeshaenda zaidi ya mara 3 juu kwa mtendaji na kwa mjumbe tulishaenda, jamani swala hili vipi, hamtuoni au hamtuangalii? Wakasema swala hili tutakuja kurekebisha, tutakuja kufanya, lakini kurekebisha huko watu wakija wanakuja tu kusurvey kuangalia sisi mazingira kama haya inakueje. Naitwa Jennifer Waziri, mkazi hapa takribani miaka 5 hivi nipo hapa. Jennifer, unaizungumzaje hii kero ambayo mnapitia kwa sasa? Hii kero imezidi. Kero tunashindwa kula, kukaa nje kama hivyo na watoto wetu wanacheza hii hali tunashiji hivi. Kuna mambu, mazalio ya mbu, manzi, harufu mbaya. Kwa hiyo tunateseka kiufupi tu. Na wewe kama miongoni mwa wakazi wa mitaa hii, kuna hatua zozote ambazo umewahi kuzichukua? Tuliwahi kuchukua hatua. Kuna kipindi kuna mmiliki mwingine wa machinjio hii sasa ambaye ameshafariki. Kabla hajafa tushachukua hatua. Tulienda serikali za mtaa, tukaenda kata, tulifika hadi manispaa Temeke kuhusu hili swala. Lakini bado hajafikia msaada wowote. Ila baada ya kulalamika sana ndio yakapitishwa, kuna mabomba hapo yamepitishwa ili yapitishe hayo maji. Kuna kama manzi, mambu yanazalia hapo. Kwa kifupi tumechukua sheria, tumeenda serikali ya mitaa, tumefika hadi kata mpaka manispaa Temeke. Mimi mwenyewe nikiwemo, nimeenda nikiwa na jirani yangu. Okay, na hali ya afya hapa ipoje kwa sababu kunakuwa na magonjwa yale ya kipindupindu na magonjwa mengine. Umeshawahi kuumwa ama mtoto wako kupata athari kama hiyo? Amewahi mwanangu kualisha. Kualisha, kutapika, imewahi kutokea. Na ambavyo mnazungumza na wenyeji ama wamiliki wa machinjo haya, wao huwa wanaeleza nini hasa msaada wao kwao? Wao hawana msaada wote. Maana sasa tukienda kuwaita huku hawaji, tuna namba zao za simu kiwapigia hawapokei. Unajua shida ndio hii, na maana washatuzoea. Wanachukulia tu poa. Walishawahi kuambia labda muhame ili kuepukana na hii kero, ama kuna kauli gani ambayo aliwahi kutoa juu? Haje kutoa, na waweza wakatuambia sisi tuame, maeneo si yetu haya. Hata ya maji yanayopita hapa sio eneo lao, ni maeneo yetu sisi wananchi. Sio kama ni maeneo ya machinjioni. Ila tunaomba tu turekebishie, lakini ile eneo, maeneo haya ni ya kwetu sisi. Kwa waweza wakatuambia tuame kwa sababu maeneo ni yetu. Okay. Kama wanaweza waje tuweke, watupe hela wapanunue maeneo yote haya wamiliki wao. Sio tugae tukajenge sehemu nyingine. Kwamba muyaachie maeneo haya yao tu maeneo ya machinjo. Maeneo ya machinjioni watununue sisi, watupe hela tukajenge sehemu nyingine wamiliki wao kwa ajili ya kazi zao za machinjioni ili wamwage uchafu kama huu. Na wao huwa wanafanyaga usafi mara baada ya muda gani? Endapo labda kumeathirika ama kumechafuka kama hivi, huwa wanakuja kufanya usafi, na usafi wao huwa wanafanya mara baada ya muda gani? Hakuna, mimi sijaona usafi kwa kweli. Hawasafi mpaka tunafikia hatua tunawaita kabisa, lakini wakija hamna hatua yote ya usafi unaofanyika. Mtazamaji wa 7 Media, kama ambavyo umetazama mahojiano ambayo tumefanya na wananchi wa Makuka Kaskazini, hapa tupo na mmiliki wa machinjo haya. Pia tunatamani kufahamu ana yapi ya kuzungumzia juu ya hili sakata. Heshima. Asante. Majina yako na nafasi yako?
Mimi naitwa Mwanahamisi Yusufu, ni mmiliki wa machinjio. Kutokana na hii kero ambayo wananchi wameisema, ni kweli changamoto ipo, lakini ile ambayo iko ndani ya uwezo wetu tumeweza kuirekebisha, kwa sababu mwezi wa kwanza tulijenga mfereji ambao unapitisha maji moja kwa moja mpaka kwenye bonde ambalo mnaliona pale mbele. Tulifanya hivyo, lakini sasa hivi ni kipindi cha mvua. Mvua mara nyingi zinakuja na athari. Athari zinakuwa nyingi, ndio maana unaona miundombinu inaharibika, barabara nini. Kwa hiyo na sisi ni hivyo hivyo. Kuna baadhi ya sehemu zimeharibika, lakini mvua ikiisha tutatengeneza. Lakini kuna zile ambazo ni tuseme kuna majanga mengine ambayo kwetu sisi yapo nje ya uwezo wetu, kwa sababu kuna sehemu nyingine zina chemchem. Sasa ile chemchem huwezi kuzuia maji ambayo yanatoka chini. Lakini sio ya machinjioni, maji ambayo yanatoka chini, sio ya machinjioni. Yale ambayo ya machinjioni yanapita moja kwa moja kwenye mfereji ambao nimewaonyesha, na unaenda kwenye mkondo ule wa bahari. Na kwa mujibu wa maelezo ya wananchi hapo chini, wao wanasema kwamba tatizo hili lipo takribani mwaka mzima, ambapo kipindi wao wanahamia kulikuwa mazingira ni salama kabisa, kwa maana ya kwamba maji yalikuwa yanapita katika mitaro ambayo ni elekezi, na lakini mwaka mzima kwa sasa changamoto ndio kama hivi ambavyo unaiona, na wakija kwenu kama wamiliki, lakini pia wakienda kwa serikali ya mtaa, hakuna majibu yoyote ambayo wanapatiwa. Hili jambo lina ukweli kiasi gani? Kwa upande wetu kama wamiliki, kwa kweli tumefanya nafasi yetu. Serikali ya mtaa ilikuja ikatuambia na tukafanya kama nilivyokuelekeza. Ni miezi 2 au 3 toka tufanye ule ukarabati. Tulifanya ukarabati mkubwa wa kutengeneza huo mfereji mpaka kwenye bonde kama nilivyokutangulia kusema hapo awali. Lakini kwa sasa hivi kama kuna sehemu ambazo zimepata kleki, zile ni kwa sababu ya mvua. Mvua huwezi kuizuia, inakuja na changamoto zake. Lakini mvua itakapokata, basi hizo sehemu tutarekebisha. Kama nilivyosema awali, zile sehemu korofi ambazo mvua zimeharibu tutazitengeneza. Lakini kwa hizi ambazo changamoto ambazo zinatokana na majanga, ni kazi kuzitengeneza. Utafanyaje? Okay, huwezi kuiondoa chemchemu, inapita, maji yanapita, yale huwezi kuyaondoa. Lakini kwa hii ambayo tunaisababisha sisi, mfereji huko na tuliutengeneza vizuri, nafikiri hata serikali ya mtaa mkienda wanaweza wakakupa majibu sahihi, kwa sababu tulitengeneza chini ya usimamizi wao na likafanikiwa hilo, na wenyewe wakaona. Na nikwambie tu ndugu mwandishi, hii machinjio sio kwamba imeanza leo, imeanza jana. Ina zaidi ya miaka 40 hapa ilipo. Hawa wote ambao unaona wananchi wote ambao unaona wameizunguka hii machinjio, ni kwamba wote wameifuata hii machinjio. Lakini machinjio ilikuwepo toka enzi hizo. Kwa hiyo si kusema eti sijui mwaka mmoja toka wanalalamika lakini hawapati majawabu, sio kweli. Sio kweli, nakataa. Majawabu yapo, tunafanya kila ambapo tunapata muda lazima tufanye ukarabati. Na nimekwambia miezi 2 sasa hivi imepita toka tufanye huo ukarabati. Lakini mvua zimeanza, huwezi kuzuia mvua. Au sasa hivi huwezi ukafanya ukarabati wakati mvua inaendelea. Utakuwa tu unafanya kazi bure. Na maana utafanya mvua leo hii wenyewe imenyesha mvua. Ina maana leo ungefanya ukarabati, mvua tena inakuja inaharibu. Kwa mpaka kipindi cha mvua kipite, tutafanya huo ukarabati sehemu korofi ambazo zimeharibika, kwa sababu mfereji tayari ulikuwa umeshatengenezwa huko vizuri na ulifunikwa kabisa kama mnavyoona vile. Na nilipozungumza na wananchi, wanasema kwamba hali hii imewaathiri kwa kiasi kikubwa sana, na saizi wapo tayari, hata kama wamiliki mkiamua kuwapa fedha waweze kuhama mitaa hiyo, wao wapo tayari ili kuwaachia nyie muweze kutumia eneo hilo pia. Vipi hili kwenu, mko tayari kuweza kuwalipa wahame maeneo hayo? Ndugu mwandishi, kama nilivyotangulia kusema awali, machinjio ina zaidi ya miaka 40. Kila nyumba ambayo umeiona hapa, yani hapa kote kulikuwa ni poli, lote hili lilikuwa ni poli. Machinjio ndo ilianza. Kwa hiyo wao walifanyaje? Walikuta. Lakini vile busara inaweza ikatumika. Kama wanataka walipo waondoke, fine. Mazungumzo yapo.
hamna kinachoshindikana, lakini machinjio walifanyaje? Walikuta, lakini busara pia ipo. Okay, na nje ya kukarabati hiyo mitaro ambayo inapeleka maji machafu kule, binafsi yenu nyinyi ni njia gani ambayo sasa mnachukua ili kuhakikisha pia afya yao ya wale watu inakuwa salama? Kwa sababu licha tu ya maji kwa sasa hivi kipindi cha mvua ambacho kinaendelea, maji yanaendelea kupita pale. Ni njia gani sasa mtazichukua kipindi hiki cha mvua kuhakikisha wale ndugu zetu wanabaki mahali salama? Kwa kipindi hiki cha mvua kama unavyoona kuna nani tumeweka ili kule yasiende maji machafu au uchafu wote ambao unatoka machinjioni unaishia hapa. Kule yanaenda maji kama maji ambayo yanatiririka, yani tumeshayachuja. Yani maji, mvua inapokuja ndio changamoto inapotokea. Sasa kuna vitu vingine huwezi kuzuia, yani kama sasa hivi unaona mvua imekata, tunachuja maji, na maana maji ambayo yanaenda kule ni maji ambayo hayana madhara. Lakini sasa mvua inaponyesha, na maana maji yale yanakuwa yanatoka kwa wingi, lakini njia zipo. Okay, sasa wewe kama mwanafamilia na kama mmiliki wa machinjio haya, una lipi hasa la kuwaambia ndugu zangu, majirani? Ndugu zangu majirani, na waomba, hiki ni kipindi cha mvua, na mliona tulikarabati mara ya kwanza mwezi wa kwanza tulikarabati, mvua imekuja imeharibu. Hebu tusubiri mvua ziishe, alafu sasa baada ya mvua sasa tuone kama hayo wanayoyazungumza yatakuwepo.